Ini baru foto namanya. Iya Bu, nanti kalau sempetin lagi kok main kesini. Jamani, kuna baadhi ya watu ambao mara nyingi wamekuwa wakiuliza majina ya filamu. Kila kazi ambayo unaiweka popote pale, iwe huku iwe Swahili Maktaba, title ya jina la filamu inakuwepo hapo. Jina la filamu linakuwepo kwenye title hapo. Angalia vizuri. Tuendelee. Tunaanza moja kwa moja pale ambapo binti alidai asibebwe kwa sababu hataki kuonekana dhaifu mbele ya adui yake. Jordan akawa amemshusha na akawa amemsaidia kutoka hapo. Raga akawa amemfuata Chloe na kumwambia kwamba ninajua kwamba wewe umemfanyia makusudi Faye ili kumuumiza, lakini binti huyo alikuwa ni mkavu nyinyi, akawa amekataa kabisa kwamba hiyo ilikuwa ni bahati mbaya tu. Upande wa Naviro pamoja na Helga, mikausho mikali inaendelea tu. Faye akawa amegundua kabisa hapa kuna changamoto, hivyo akaamua kujisogeza kwa Naviro. Mara moja akawa amefunguka ukweli kwamba wao wamegombania msichana mmoja. Faye pamoja na Jordan wakawa wametengeneza mpango wa kuwaweka pamoja hawa watu, hivyo wakawa wamewadanganya kila mmoja kwa wakati wake. Wote wakawa wamekutana kwenye chumba kimoja. Faye pamoja na Jordan wakawa wamewafungia mlango kwa nje, wakae ndani humo. Wanajua kabisa kama wanaume lazima watazungumza tu, na hii likafanya kazi. Wakaanza kujiona kama watoto, ikabidi wazungumze kiume. Mpango ukawa ni mmoja tu, kwamba wote inabidi waende kumtongoza Monica. Kila mmoja atumie mbinu yake na mashairi yake. Yaani hapa kama unaweza kuimba wimbo wa Mbosso vizuri, imba wimbo wa Mbosso unavyojua wewe. Wakawa wamekubaliana atakayetoboa atampata Monica. Wakaenda kukutana naye. Monica baada ya kufika hapa akawakuta vijana wote wapo hapo wamejipanga. Kila mmoja akaanza kurusha sera zake kwa nafasi yake. Helga akatoa zawadi, kumbe na Novilo na yeye alikuwa ameleta zawadi. Binti akawa amepokea zawadi, akasema kwamba asante, mmejuaje kama na safari? Washikaji wanashangaa, safari tena, unaenda wapi? Binti akasema kwamba natakiwa kuhama, nienda London ambako huko ndiko baba yangu anaishi, nitaenda kuanzisha maisha mapya huko, hivyo nimefika hapa, asanteni kwa zawadi. Wote wawili wakawa wamejua kabisa hapa mkeka umechanika. Ikabidi kila mmoja aseme tu ukweli kwamba anampenda Monica, jambo ambalo binti akawa ameshangaa sana. Yeye akawa ametegemea kama hao watu wataenda mbali kiasi hicho. Binti akasema kwamba lakini sio mbaya, tutaendelea kuwasiliana tu kwa mbali, mawasiliano yapo. Wauni wakakaa kimya, wakaona kabisa mapenzi ya mbali hivi tutayaweza wapi? Binti akawa anaongea tu, washikaji hawampi kabisa ushirikiano. Binti akawa muomba mhudumu mmoja awapige picha ya pamoja. Mhudumu mwenyewe anajikaza, anataka kucheka, lakini sasa atachekaje wateja? Upande wa Raga alivyotoka kaona Faye pamoja na Jordan wanatoka kwa pamoja, mshikaji akawa ameomba aungane nao. Washikaji wakawa wamesema wanaenda kwenye maonyesho kwa ajili ya project huko. Basi kwa wamefika huko, walipofika huko Faye anajikuta kila mmoja anataka aende naye. Baada ya muda Faye akasema kwamba naomba tupige picha kwa pamoja. Wakawa wamepiga picha kwa kutumia simu yao. Sasa siku hiyo ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa Mr. Joan, baba yao hawa vijana. Faye akasema kwamba laiti kama angejua mapema angefanya kitu maalum kwa ajili ya mzee. Jordan akasema kwamba tayari amekwisha kuandaa wapishi huko nyumbani kwa ajili ya kupika chakula ambacho mzee anakipenda sana, chakula cha baharini. Faye akasema kwamba yeye ana allergy na vyakula vya baharini. Jordan akasema kwamba sio shida, atapiga simu na ataambia waandaaji waandae chakula kingine ambacho sio cha baharini kwa ajili ya binti. Binti akawa amefurahi sana kusikia hivyo. Baada ya Faye kutoka hapo, Raga akasema kwamba nilitamani sana huyu binti aondoke nyumbani kwetu kabla mzee hajamfanya kuwa rasmi, lakini mpaka sasa yupo kwa sababu yako. Jordan akasema kwamba mimi sioni sababu ya kumfukuza huyu binti, kwa sababu tangu awepo nyumbani kwetu mimi mwenyewe nimeanza kuwa na furaha na amani ndani ya moyo wangu, kwa sababu baba anamtaka Faye kuwa familia yetu. Mimi sioni kabisa tatizo la yeye kuwa familia yetu, kwanza ni binti mchangamfu. Faye alivyorudi hapo, Raga akawa ameondoka. Sasa jamaa alivyotoka hapo, mimi nikajua ni mtu mstaarabu sana huyu mshikaji. Akawa amepiga simu kwa wahudumu nyumbani, akawaambia kwamba changanyeni chakula cha feri na chakula cha baharini. Jioni watu wamekusanyika wote, wakawa wamesherehekea siku ya Mr. Joan kwa furaha sana. Joan alikuwa ameshukuru watoto wake kwa kumfanya leo iwe siku special sana kwake. Jordan yeye tangu hapo mwanzoni nimekwisha kuambia kwamba huyu mshikaji anadili na muziki. Akawa amepokea habari njema kwamba kuna kampuni kubwa ambalo limependa kazi zake. Mshikaji akawa amwambia kwamba amepokea habari hiyo. Wote wakawa wamempongeza isipokuwa baba yake. Baba yake na muziki anaamini kabisa muziki hauwezi kutoboa kimaisha, lakini tu akawa amejaribu kumfurahisha kijana wake kwa kumsifia kidogo, lakini ukweli mzee hakubaliani kabisa na hizi harakati. Faye akiwa anakula chakula na enjoy, hali yake ikaanza kubadilika, akaanza kuwashwa. Raga baada ya kuona hivi akawa anafurahi kwa sababu anajua alichokifanya. Wengine wakawa wanahofia hali ya Faye, wakawa wametamani wampeleke hospitalini, lakini binti akasema kwamba atakuwa sawa tu, ni jambo la muda. Asubuhi binti alivyoamka kutazama kwenye kioo, yeye mwenyewe akajiogopa. Siku hiyo alikuwa amemwomba Jordan ili amsindikize kwenda kukutana na hiyo kampuni ambayo imejitolea kwa ajili ya kusimamia kazi zake sasa, na siku hiyo ikabidi kujifunika sura tu kwa sababu hakuna
hakuna namna. Jordan kwenda kwa amefika kwenye kampuni na kwenda kuonana na huyo Mr. Manager, mtu wa harakati huyu. Akamwambia kwamba kampuni yao imependa sana wimbo wake, lakini wanahitaji kuwekeza pesa nyingi sana ili huo wimbo uzunguke duniani kote, huo trending. Sasa hiyo hela sio kwamba wao kama kampuni ndio wanatoa, bali ni Jordan anatakiwa kuingiza pesa kwenye hii kampuni. Jordan kwa sababu alikuwa na shauku sana ya kutoboa, akawa amekubali atalifanyia kazi hilo jambo. Jordan baada ya kurudi nyumbani akawa amefikiria sana kuhusiana na hilo jambo na hakumhusisha mtu yoyote. Hivyo akawa amefanya process za malipo na kisha akawa amesaini mkataba kabisa na hiyo kampuni. Upande wa binti Feli akaanza kufikiria sana kuhusiana na Jordan, jinsi anavyomjali. Anaanza kuona kabisa kama anahisia taratibu kwa huyu kijana. Mwisho akawa amesinzia kabisa kwenye sofa hapo hapo. Sasa akiwa hapo, Raga akawa ameingia hapo. Nikatoka kununua dawa kwa ajili ya huyu binti ili apone hizo mambo zake za allergy. Mshikaji alipofika hapo akaomba radhi mbele ya binti, lakini binti alikuwa amesinzia. Sasa mshikaji akawa amemtazama sana huyo binti. Kaisia kambali kakaanza kuja kama mkolea. Binti akawa amemkumbatia. Mshikaji ikabidi kujikaza tu kibabe, akamchukua huyo binti na kwenda kumlaza vizuri chumbani kwake. Lakini baada ya kumlaza tu, binti akawa ameshtuka. Akaanza kumlaumu Raga kwanza. Kwa nini umeingia chumbani kwangu? Unataka nini wewe? Raga ikabidi kujitetea. Inabidi unishukuru, unatakiwa kusema asante. Binti akamwambia kwamba asante ya nini? Ondoka kwanza, mimi nataka kulala. Mshikaji ikabidi kuondoka hapo, kwa amemrushia dawa yake huyo binti. Nje akawa amekutana na ndugu zake. Wako hapa wanamshangaa. Oya! Asubuhi iliyofuata, watu wamejiandaa kwa ajili ya kwenda shuleni. Raga akajitolea kumpeleka Feri shuleni, lakini binti akashangaa, wewe unipeleke shule ukaniache njiani, mimi siendi na wewe. Feri akamuomba Jordan aende pamoja naye kwenye gari lake. Raga akageuka nyuma akaona kinaega wanacheka kinafi. Raga akamwambia kwamba pumbavu nyie, mnanicheka leo, mtatembea kwa miguu kwenda shule. Sasa upande wa shuleni, Kai alikuwa na mahusiano na binti mmoja. Huyo binti anaitwa Davina. Katika kushiriki kilimo mdondoko, huyu mshikaji alimpigaga picha. Sasa binti alikuwa anataka huyu mshikaji azifute hizo picha na jamaa akawa amekataa. Davina akawa amekata kabisa tamaa, akatamani kujiua. Feri akawa amefika hapo na akawa amemuona, hivyo akawa ameingilia. Kai akawa ameshangaa huyu binti mbona anaingilia haya mambo. Raga pia akawa ameungana pamoja na Feri hapa. Feri akawa ameenda kumsii Davina asifanye hicho anachotaka kukifanya kwa sababu maisha yake ni gari na wazazi wake wanamtegemea. Binti akawa amemuelewa huyu binti mwenzake, hivyo akawa ameshuka na akarudi tena kwa kijana kwenda kumuomba azifute zile picha, lakini mshikaji akawa amekataa kabisa kuzifuta hizo picha. Raga akawa ameingilia kati na kumdhibiti Kai, akamsii Feri aondoke pamoja na Davina ili aende kumsaidia huko. Kweli wakati wametoka hapo, binti anamsindikiza binti mwenzake, anamhakikishia kwamba atamsaidia, lakini binti Davina kwa sababu ya taruma akawa manguka chini, hivyo ikabidi kupelekwa hospitalini. Sasa baada ya tukio la Raga kupigana na wakina Kai, akaitwa ofisini. Mkeka umebadilishwa. Davina pamoja na Kai wametengeneza mtego ili ionekane kwamba yeye alikuwa ananyanyaswa kwenye hii shule na Raga. Mwalimu akasema kwamba kwa sasa Davina hali yake ni mbaya sana, anasumbuliwa na trauma. Raga akasema kwamba Kai inabidi ashughulikiwe, sheria inabidi ifuate mkondo wake, lakini mwalimu akasema kwamba wewe kwa sasa unatakiwa kusimamishwa shule Raga, wewe ndio umeshtakiwa na Davina kwa kuhusika na kila kitu. Mshikaji akawa ameshangaa, kwa nini sasa iwe mimi na sio huyu jamaa? Mwalimu akasema kwamba ni kwa sababu Davina amesema kwamba wewe ndiye ambaye umehusika na kila kitu kumdhulumu na kumfanyia matendo yasiyofaa hapa shuleni. Raga akawa ameshangaa akasema kwamba jamani, mimi nina shahidi kwamba mimi sijahusika na haya yote. Akawa amemtaja Feri. Feri akawa ameitwa na akawa ameletwa hapa. Feri kuulizwa akasema kwamba ni kweli Kai ndiye amehusika kumnyanyasa Davina, mimi pamoja na Raga tumehusika tu kumsaidia ili asijiondoe uhai. Kai akasema kwamba Feri anadanganya kwa sababu wote hawa wako karibu, hivyo ni lazima mtetee tu Raga. Mshikaji akawa ametoa ushahidi hapo, ni SMS za Davina ambazo alikuwa anamtumia Kai akimsii aje kushtaki kwa mwalimu kwa sababu Raga anamuonea, hawezi kabisa kuja kusema huku kwa sababu Raga ametoka kwenye familia tajiri. Mwalimu kuona hivi akamuona pia Feri anadanganya. Feri pamoja na Raga wanahitajika kusimamishwa shule mara moja, na huo ndo msimamo wa mwalimu, hataki kabisa kusikia kitu chochote. Wote walivyotoka hapo wakaanza kuwaza namna sahihi ya kuonesha kwamba wao hawahusiki na haya mambo yote. Binti akawa ametamani ajue mahali ambapo Davina amelazwa, wakaanzia hapo kwanza ili kupata kwa nini binti amewasingizia wao ndio wahusika kwenye haya mambo. Baada ya kufika huko, wauguzi wakasema kwamba hakuna mtu yoyote anaruhusiwa kumuona huyo binti kwa sasa isipokuwa tu ndugu yake wa damu. Sasa binti akiwa hapo akawa ameona karatasi ambalo na huduma zote zilizokuwa zinaenda kwa Davina, hivyo akawa amegundua kwamba huyu mhudumu anaenda kwa Davina. Akawa amemfuata kwa nyuma na akawa amefanikiwa kuingia katika wodi hiyo. Sasa baada ya kuingia hapo, kumbe Kai alikuwa eneo hili anazungumza na Davina. Binti mara moja akaanza kurekodi maongezi yao, maongezi ambayo Davina alikuwa anamwambia kwamba Kai amefanyikisha mpango wake, hivyo anamsii
afute zile picha zote alizomrekodi. Davina anasema kwamba kosa lako ni kweli, tumelifanya kuwa kosa la Raga, lakini mshikaji akasema kwamba siwezi kufuta hizo picha mpaka pale ambapo Raga pamoja na Feri watasimamishwa shule, ndo nitazifuta hizo picha. Binti akawa anaongea maneno mengi sana ambayo ni maneno ya siri, kwa sababu alikuwa anaamini wako wao peke yao. Sasa binti katika harakati za kurekodi akawa amepokea meseji kutoka kwa Raga. Kai akawa amesikia kwamba hapo kuna mtu, akawa ametoka kwenda kuangalia, lakini kwa bahati nzuri Feri akawa amefanikiwa kutoka hapo kwa wakati. Ushahidi ukapelekwa shuleni. Mwalimu baada ya kusikiliza kila kitu, kwa bahati nzuri kijana Kai alizungumza mambo yao yote ambayo ni mabovu na mabaya ambayo hawapaswi hata kusikiwa na mtu yoyote. Kai kaletwa hapo, anakuja kushtuka kila kitu kimebadilika. Mwalimu akasema kwamba lazima uchukuliwe hatua kubwa sana. Moja, lazima wazazi wako wajulishwe kuhusiana na haya mambo. Sasa Kai anawaogopa sana wazazi wake. Mbili, lazima pia wazazi wa Davina wahusishwe na hivi vitu. Picha zote zinatakiwa kufutwa, unahitajika kusimamishwa shule kuanzia sasa. Raga pamoja na Fei wao wakawa huru kuendelea na masomo. Sasa Raga pamoja na Feri wakaanza kuwa karibu. Chloe pamoja na marafiki zake wako wanashangaa kwa nini huyu binti Feri yuko karibu sana na hawa vijana wanne. Sasa kwa upande wa shuleni ilitakiwa kuwa na safari kwa ajili ya masomo, lakini Raga akawa hataki kwenda. Feri akawa amemshawishi, akamwambia kwamba alama zinahesabiwa, usipoenda huko kitakuramba. Mshikaji kabidi kukubali kwa shingo upande tu waambatane pamoja. Wakiwa kwenye basi, Hema alikuwa anampenda sana Feri, hivyo alikuwa amekaa karibu naye, lakini Raga akawa amefanya mchakato hapa, akawa amemtoa hapo kwa kisingizio kwamba siku hiyo kwenye gari wanakaa kwa herufi. Mshikaji akawa amekaa pamoja na Feri. Wakiwa sehemu husika, wakapewa maelekezo kwamba wanatakiwa wajigawe, wakae kwa makundi. Sasa kwenye hii safari, Kai pia aliambatanishwa pamoja na wanafunzi wengine, lakini alipewa nafasi hii kwa upendeleo tu. Akaambiwa kabisa awe makini, kitu kidogo tu atakachokifanya kimakosa hata kuwa na shule moja kwa moja na atafukuzwa na atafutiwa kila kitu. Wakati wa chakula, Hema akawa amempelekea Feri chakula. Raga anamchora tu udogo, ni kama anajisogeza sana kwa huyu binti. Baada ya kutoka hapo, akaenda yeye mwenyewe kukaa hapo. Akafika hapo, akaanza kujifanya yuko bize kutengeneza content, akamwambia binti amlishe. Binti akawa amemlisha kwa hasira. Marafiki zake Feri wakawa wanaangalia tu hichi kitu wanakicheka. Jordan akawa amechukua chakula na akawa amekaa pembeni. Feri kumuona Jordan akawa amemfuata. Raga akawa anaona wivu, akawa ameondoka hapo. Haieleweki Raga anataka nini mpaka saa hizi. Anataka kumfukuza huyo binti ama anataka kumpenda huyo binti? Wakiwa wanabeba mizigo, Raga kama kawaida ni kumsaidia tu Feri. Sasa Chloe akiona hili jambo, anasikia wivu, anataka kumsaidia Raga, lakini Raga anamkataa huyu binti hata mbele ya watu. Anajipendekeza lakini wapi. Chloe akazidi kuwa na chuki sana kwa Feri. Hema na yeye anajitahidi sana kujisogeza kwa Feri, lakini Jordan akijipitisha tu hapa jamani. Feri ni kama anachanganyikiwa, anamsahau mtu ambaye alikuwa naye hapa licha ya kuwa amepewa na maji ya kunywa. Mshikaji anaumia kuona hivi, lakini atafanya nini sasa? Baadaye Jordan pamoja na Feri wakawa wametoka, wakawa wamepata muda mzuri sana wa kutembea wakiwa pamoja, wakaenjoy kuona mazingira. Wakiwa huko, Feri akauliza kuhusiana na muziki, vipi unaendeleaje? Mshikaji akasema kwamba amepata nafasi ya kufanya kazi na hiyo kampuni. Jordan akasema kwamba lakini tangu atoe pesa walizoziomba kwenye hiyo kampuni, ndugu meneja hapokei simu wala ajibu meseji zake. Jordan akasema kwamba kama watamaliza mafunzo huku ataenda moja kwa moja kuongea na hiyo kampuni. Binti Feri baada ya kusikia hivi akawa amejisikia vibaya sana kuhusiana na Jordan, hivyo akawa amemtia moyo tu. Upande wa wanafunzi sasa, Raga akaanza kumtafuta Feri, kumtafuta, akawa na wasiwasi, huyu binti mbona haonekani? Piga simu hazipokelewi. Ikafika usiku, binti hajarudi kuungana na wanafunzi wenzake. Raga akaanza kuwa na wasiwasi mkubwa sana. Raga akawa amewapigia kina Helga kuwauliza kama Feri yuko huko. Sasa Helga pamoja na Naviro wanashangaa, kwa nini unatuuliza sisi? Na wakati wanazungumza walikuwa wameweka loudspeaker bila wao kujua kwamba nyuma yao kina Kai pamoja na wenzake wanasikiliza kila kitu, na nyuma ya Raga bila yeye kujua kwamba Chloe alikuwa nyuma yake na anasikiliza kila kitu anachokizungumza hapo. Naviro pamoja na wenzake wanamwambia Raga kwamba kwa nini unatuuliza sisi na wakati mara nyingi Feri kama sio wewe basi anakuwa na Jordan, kwa nini usimtafute Jordan? Mshikaji akasema kwamba wapokee simu. Hili jambo liko limezidisha wasiwasi mkubwa sana upande wa bwana mkubwa Raga. Sasa upande wa Feri pamoja na Jordan wamezunguka sana kutafuta njia ya kurudi walikotoka, lakini hakuna, wamepotea. Wanazidi kuzogea tu mbali zaidi na eneo ambalo wanatakiwa kuwepo. Mtandao huko ukawa haupo kabisa. Sasa Raga katika kumtafuta sana binti Feri pamoja na Jordan akawa amechoka. Baba yake akawa amempigia simu, akamuuliza Feri yuko wapi kwa sababu hapokei simu. Raga akasema kwamba yuko sehemu salama tu, anafurahi pamoja na marafiki zake huko. Baba akawa maamini haya maneno. Sasa
Chloe baada ya kuwa amesikia kwamba baba yake Raga anamuulizia Feri, akawa ameshangaa, inawezekana vipi Mr. Joan kuwa karibu na kumjali Feri kiasi hicho? Kuna nini kinachoendelea hapa? Chloe ni lazima ajiulize hivi kwa sababu hajui kabisa kama Feri anaishi na hii familia. Wakati huo huo sasa, upande wa Feri pamoja na Jordan wakapambana sana kurudi kambini. Kai na wenzake wakawa wamemvizia, wakawa wamemkamata. Mshikaji kafika hapa anataka kulipa kisasi kwa Feri, akaanza kumpiga Jordan. Jordan akamsihi Feri akimbie, lakini wakawa wamekamatwa. Mshikaji akatembezea kichapo hapa. Sasa kabla hajamdhuru zaidi Feri, Raga akawa amefika hapa. Alo, washikaji wa Kai kuona Raga kafika hapa wakashika njia, akawa amemkumbatia Feri na akasema kwamba amechelewa kufika hapo, lakini anashukuru binti yuko salama. Kisha akamrudia Kai. Feri akasema kwamba wampeleke kwenye uongozi, lakini Raga akawa amekataa, akasema kwamba huyu tunamalizana naye hapa kiume. Akamwambia kwamba Kai, sikiliza, tumekuwa maadui kwa muda mrefu sana bila maana ya aina yoyote. Mimi na wewe tuue kabisa huu uadui kwa sababu hamna faida ya aina yoyote kwenye hichi kitu, na mimi sitasema chochote kwa uongozi kuhusiana na mambo yako. Kila mmoja aishi maisha yake yanayomfaa. Kai akawa amekubali hili jambo mara moja. Kwa mara ya kwanza akawa amepeana mikono vidume. Baadaye Feri akiwa chumbani kwake anajipakapaka dawa. Rafiki yake mnafiki Chloe akawa amefika hapo kujipendekeza kwa binti, akampa pole sana, akajifanya kumjali sana huyo binti. Feri sasa kwa bahati mbaya alikuwa anampenda sana Chloe kama rafiki yake tangu utotoni. Binti ndo alikuwa hampi nafasi. Hivyo baada ya Chloe kujirudisha kwa Feri ikawa ni rahisi sana kumpokea huyu binti, kumfanya kuwa rafiki yake tena kwa mara nyingine. Feri baada ya kuwa amemkubali Chloe kuwa rafiki yake tena, Chloe akasema kwamba inavyoonekana wewe unampenda Jordan, na akawa amemwambia kwamba unapaswa kumwambia hisia zako zote. Hata Jordan mwenyewe anaonekana anakupenda sana wewe. Feri akawa amesema kwamba anahitaji muda zaidi, hawezi tu kwenda kumwambia hisia zake mtoto wa kiume, yeye ni mtoto wa kike kumbuka. Chloe akamwambia kwamba wewe chelewa utakuta mwana si wako. Feri akasema kwamba anahitaji muda kwa sababu ni kweli anampenda sana Jordan na anamhitaji, lakini anaona bado ni mapema kufanya hilo jambo. Chloe hakuishia siku hiyo tu. Siku iliyofuata akampata tena, akaenda kumhamasisha binti, nenda kafunguke, mwambie Jordan kwamba unampenda na unamhitaji. Feri mwisho wa siku akawa amekubali atalifanyia kazi hilo jambo. Feri akawa amemuita Jordan sehemu ili afunguke maneno yake ya moyoni. Jordan kafika hapo, anamuuliza binti, unasemaje? Binti akamweka wazi kwamba anampenda, ana hisia za kimapenzi na yeye. Jordan akawa ameshangaa sana, mbona kama binti ameenda mbali sana, mbona mimi nakuchukulia kama rafiki yangu tu? Sasa huu muda haya mambo yote yanaendelea, kuna mtu mwingine hapa pembeni anarekodi kila kitu. Binti kakataliwa. Binti alitegemea jibu zuri kwa sababu aliona kabisa Jordan pia anampenda, lakini Jordan akawa amesisitiza kwamba yeye anampenda kama rafiki tu. Binti akawa amevunjika moyo, akawa ametoka hapo na maumivu makubwa. Sasa mtu ambaye alikuwa anarekodi hii video alikuwa ni Chloe mwenyewe, ambaye alimsii binti Feri aje kwa huyu jamaa kufunguka ukweli. Binti baada ya kufanya hivyo akawa ameisambaza hiyo video kwenye kundi la shule. Wanafunzi wote wakaanza kumcheka Feri, wanaona kabisa binti wa kike kujirahisisha kwa mtoto wa kiume kwenda kumtongoza na bado kakataliwa ni aibu. Raga akawa amekasirika sana akiona watu wanaomcheka Feri, we anakiwasha. Akamfuata moja kwa moja Feri na kumkumbatia. Feri analia, sio kwamba analia kwa sababu video yake imesambazwa, yeye analia kwa sababu amekataliwa na Jordan. Feri baada ya kuwa amefarijiwa na Raga akawa ameingia moja kwa moja katika chumba chake. Akiwa huko anashangaa sasa, mbona kila mmoja anampa pole, kuna nini? Wakamwambia kwamba ingia kwenye grupu, angalia habari zako ziko trending kwamba umekataliwa na mwanaume. Sasa binti baada ya kuchukua hiyo clip na kuitazama, aisee, mpaka miguu ilitetemeka, akahisi kabisa pengine aliyefanya hivi ni lazima awe Raga tu. Lakini marafiki zake Feri wakawa wamekataa kabisa kwamba Raga hawezi kabisa kuhusika na hili jambo. Binti akiwa ndani, Hema akawa amefika hapo kumletea chakula. Binti akajua pia na huyu mshikaji kaja hapa kumfariji kuhusiana na hilo jambo la yeye kukataliwa, lakini huyu mshikaji alikuwa hajui chochote. Mshikaji akamwambia kwamba Feri, unaitwa na mwalimu. Binti baada ya kusikia hivyo akawa ameogopa, akajua kabisa habari zake zimemfikia mwalimu na hapa anaenda kufukuzwa shule. Akawa amefunguka ukweli kumwambia Hema. Sasa Hema na yeye ndio akagundua sasa hizi kwamba binti amekataliwa na amerekodiwa video imesambazwa. Mwalimu alimuita binti sio kwa sababu ya hayo mambo, alimuita binti kwa sababu ya project tu, alitajika kuandaa ripoti ya project nzima yeye mwenyewe. Binti akawa amekubali atafanya kazi hiyo. Sasa akiwa hapo nje, Hema akawa ameangalia hiyo video ambayo binti alimwambia kwamba ndio imetrendi, alijua ameitiwa hiyo. Mshikaji alikuwa na UIT, hivyo akawa amefuta hiyo video kwa watu wote. Jamaa akawa amesema kwamba aliyeposti hii video tunaweza kumpata, lakini ilihitaji muda kwa sababu ameificha ID address yake. Feri
alivyomuona Raga kafika hapo, akaenda kumvaa, akahisi kabisa huyu mshikaji ndio kafanya haya mambo yote. Amerekodi hiyo video na kuiposti. Raga akawa amekanusha, akasema kwamba mimi sihusiki na haya mambo yote. Feri hamwamini, jambo lililomkasirisha sana Raga. Akawa ameondoka hapo. Binti kila kona, wanafunzi wanaendelea kumdharau, wanamwona kama Feri ni bei rahisi sana, anajitongozesha kwa wanaume, jambo lililomfanya binti kumkatisha tamaa sana. Hata marafiki zake Chloe wanaendeleza kumsakama binti kuhusiana na haya mambo. Raga akawa amefika hapo na vidume wenzake, akamshika mkono na akawa amemtoa hapo. Raga akamwambia kwamba anahitaji kumpeleka Feri sehemu tulivu aende kuenjoy huko. Mshikaji akawa amejitetea kwamba yeye si aliyeposti hiyo video, akampeleka Feri sehemu nzuri, sehemu kimya, akamwambia binti aachilie hisia zake ndani ya moyo wake, kwenye kifua chake apige kelele, na akawa anamsaidia Feri kufanya hivyo. Feri baada ya kufanya hivyo kidogo akaanza kujisikia nafuu. Taratibu akaanza kuamini kwamba Raga hayuko nyuma kwenye hili tukio, na Feri akawa amemwambia kwamba amekulia katika kituo cha kulelea watoto yatima. Mama yake alimwacha huko akisema atarudi, lakini hajawahi kurudi mpaka hii leo. Baadaye akamrudisha Feri nyumbani. Feri baada ya kufika hapo akawa amekutana na Chloe. Chloe kafika hapa, ni mnafiki huyu, anajifanya kwamba anamjali sana huyu binti, anampa pole kwa kile kilichotokea, akamtia moyo, akasema kwamba atahakikisha anampata mtu aliyeposti ile video. Akawa amemuuliza, kwani ulikuwa wapi? Sija kuona siku nzima. Binti akasema kwamba alikuwa ametoka mara moja na Raga. Sasa binti baada ya kusikia hivi, kataji wa Raga ambaye yeye mwenyewe anamtaka sana, akawa amepata wivu, hivyo akawa amebadilisha na story hapa kidogo tu, akawa ameaga, akawa ametoka hapa. Binti hajajua kwamba Chloe ndo adui yake mbaya kinoma. Binti baada ya kutoka hapo akatengeneza tena mpango wa kwenda kumdhalilisha binti mbele ya wanafunzi wengine. Akawa amemuomba mtu ambaye ameandaa mhadhara kwa ajili ya wanafunzi jioni, akamtaka binti amchague Feri ili aende kuimba mbele ya watu, na aende kuimba wimbo wa kumwimbia Jordan. Marafiki zake Feri wanamuuliza binti, umekuwa na Chloe tangu lini? Yaani wewe urafiki mmeanza lini? Hawa hawamwamini kabisa, lakini binti akawa amesema kwamba kwa sasa ni rafiki yake, yuko karibu naye sana, anamfariji na anampa maneno yenye hekima, na wamelelewa pamoja kutoka kwenye kituo cha watoto yatima. Kweli jioni binti aliyeambiwa amchague Feri aimbe mbele ya watu wengine akawa amefanya hivyo. Yaani ukichaguliwa unatakiwa kwenda kuimba tu, hakuna namna. Sasa marafiki zake Chloe wanamzomea na wanasema aimbe binti kwa ajili ya Jordan. Watu wanacheka kinafiki, so unajua ile unazungumza kitu serious lakini watu wanaleta unafiki mwingine hapa. Binti akaanza kuimba wimbo huo, wimbo wa hisia, wimbo unaoonyesha namna gani ambavyo kama ungejua upendo wangu ndani ya moyo wangu usingenifanyia ulichonifanyia. Muda huo marafiki wale wa Chloe wanaendelea kurusha maneno ya dhiaka kwa huyu binti. Raga akawa amekata tamaa, akawa ameingilia kati hii performance na akaenda kuimba pamoja na Feri. Watu wakaanza kuvutiwa sana kwa utulivu. Taratibu hata wale waliokuwa wanarusha maneno wakaanza kutulia. Feri akawa amefurahi sana jambo la kumuona Raga kafika hapo kumuunga mkono. Hata Jordan mwenyewe akawa amefurahishwa sana na hilo jambo. Baada ya hapo Jordan akawa amemkaribia Feri ili kujaribu kwenda kuzungumza naye, lakini Feri akawa amemkwepa. Hili lilikuwa limemchanganya sana Jordan. Raga akawa amemsogelea hapo akienda kumuuliza, kweli Jordan, wewe una uhakika kweli hauna hisia na Feri? Mshikaji akasema kwamba mimi ninampenda Feri sio kwa sababu ya mapenzi, ninampenda kama rafiki yangu tu. Raga akasema kwamba kwa sasa kiukweli ni kama nimeanza kumpenda huyu binti. Yaani mshikaji kaanza kuwa mlaini kweli. Wanasemaga Waswahili hamna mgumu mkate kwenye chai, si ndio? Hamna mkate mgumu kwenye chai. Jordan akashangaa sana baada ya kusikia kwamba Raga kwa sasa ameanza kumpenda Feri. Baada ya masomo ya makambi, wanafunzi walikuwa wamerejea makwao. Feri anamkwepa sana Jordan na hahitaji msaada wa aina yote kutoka kwa Jordan. Baadaye vidume wamekaa wanazungumza. Jordan akauliza, mbona kama Feri hajashuka chini tangu alipoingia chumbani kwake? Raga akasema kwamba hata kula hajala na amejaribu sana kumuita lakini binti ajibu. Na Viro akasema kwamba yeye anajua cha kufanya, akawa ametoka hapo kwenda kumwandalia msosi Feri. Sasa upande wa ndani Feri anasubiri watu wote walale ndio atoke aende kula. Sasa njaa imembamba kweli usiku huo, akawa ametoka kwa sirisiri. Kutoka nje akawa amekutana na Viro yuko hapo, na Viro kamletea chakula na pia akawa amemwambia kwamba jitahidi usimkwepe sana Jordan. Kesho yake binti akaona tena video imepostiwa tena na wakati ilikuwa imefutwa. Hili jambo lilikuwa linamuumiza sana huyu binti, akawa amevunja mpaka vitu. Raga baada ya kusikia hivyo akawa ameingia kwenye hicho chumba kwenda kumuuliza nini kinachoendelea. Binti akawa amemwambia kwamba kuna video imepostiwa tena. Mshikaji akawa na hasira sana, akaapa kwamba atamtafuta mtu ambaye anahusika na haya mambo yote. Binti akaanza kujilaumu, pengine alifanya makosa kuelezea hisia zake kwa Jordan, ndiyo sababu anapitia maumivu yote haya. Raga akawa amemfariji sana binti na akawa amemhakikishia kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Upande wa Hema, yeye anampenda sana binti Feri. Sasa akiwa anatembea anaangalia ile video ya Feri akiwa anamtongoza mwanaume, mshikaji anaishiwa na nguvu kabisa. Mara moja akawa amepokea ujumbe kutoka kwa Feri akimtaka aende kuonana naye kwenye mgahawa mmoja. Mara moja Hema akawa amefika hapo. Sasa baada ya kufika akawa ameshangaa hayuko Feri peke yake, yuko na Raga tena. Roho ilikuwa imemuuma, ikabidi
ili atulie tu. Feri pamoja na Raga wanamhitaji afanye anachojua yeye, wamjue mtu ambaye ameposti ile video kwenye grupu la shule. Hema kweli akawa ameingia kwenye kazi, akafanya kazi yake kama kawaida. Baada ya muda akawaambia kwamba mtu aliyeposti hiyo video IP address yake inaonyesha kwamba ni Chloe, japo alitumia VPN ili kuficha address yake. Feri akawa ameishiwa nguvu, usikie hivyo. Siku hiyo akawa amepata nafasi ya kuwa pamoja na Raga. Raga akawa amempeleka Feri katika sehemu ambapo alikuwa na project yake ya kubadilisha gari, muonekano pamoja na rangi, na akawa amemsihi sana binti amshauri kuhusiana na muonekano wa gari lake jipya na namna ambavyo rangi itapakwa kwenye gari lake. Binti akawa ameshukuru sana baada ya kupata hii nafasi, akasema kwamba atalifanyia kazi jambo hilo. Binti kwa sasa mawazo kuhusiana na Jordan kama anaendelea kupungua tu. Sasa siku hiyo akiwa ndani akawa amepokea ujumbe kutoka kwa Jordan kwamba siku hiyo anahitajika kuwasikilizisha watu kazi yake. Binti akajua kwamba kwenye chumba cha Jordan wengine wote watakuwa huko, hivyo akawa ameenda. Baada ya kufika huko akashangaa kumuona Jordan yuko peke yake. Binti akataka kutoka hapo. Jordan akaanzisha wimbo wake. Binti akawa amesimama baada ya kusikia mkito mkali kutoka kwa Jordan. Jordan akaamua kumwimbia binti wimbo mmoja unaitwa Don't Worry, wimbo ambao ulikuwa umeandikwa special kwa ajili ya Feri. Feri akawa amesimama akasikiliza huo wimbo. Hili jambo lilikuwa limemfurahisha sana binti. Hakuwahi kufikiria kama angeweza kujaliwa na Jordan kiasi hiki. Baada ya performance, Jordan akawa amemuomba Feri msamaha kwa yale yote aliyotokea. Akahamasisha kwamba yeye anampenda kama rafiki tu na sio mpenzi. Binti akawa amekubali kuyafutilia mbali maumivu yake, na wakawa wamepeana viapo vya kuendelea kuwa karibu kama marafiki na watasaidiana kwa kila kitu. Sasa upande wa kaka mkubwa Raga kwa sasa kila akikaa akiwa na mawazo kidogo tu anaangalia picha za Feri. Sasa kwa bahati mbaya Hega pamoja na Naviro mara nyingi wamekuwa kimnasa huyo mshikaji, na mshikaji akigundua amenaswa anaondoka hapo, ni kujificha ficha tu. Asubuhi iliyofuata Feri akampatia Raga mawazo kuhusiana na muundo wa gari lake jipya pamoja na rangi ambavyo namna itakavyopakwa. Raga akawa ameshukuru sana baada ya kupata hilo jambo. Mzee Joan akawa ametoka hapo, akawa amemuuliza Feri, vipi, unaenda shule na nani? Kabla binti hajajibu, Hega akawa amefika hapo na akawa amechukua begi la Feri na akasema kwamba anaenda na sisi. Hili jambo kidogo lilikuwa limemfurahisha sana Joan. Akaanza kuona binti ameanza kuwanasa vizuri vijana wake. Sasa wakati wanazungumza Feri pamoja na Mr. Joan, vijana wako kwenye gari wanamsubiri Feri, wanaona kama amalizi. Hege ikabidi kunyosha mkono akapiga kelele, Feri tuondoke bana. Binti ikabidi kumwaga huyo mzee. Mzee anafurahi sana kuona saizi ni kama watu wana upendo. Binti akawa amepanda gari moja, yaani vidume wote wanne pamoja na binti ndani, wakaenda shuleni. Siku hiyo wanafunzi wengi wakawa wameshuhudia hili jambo. Marafiki wa Chloe wako wamelishuhudia hili jambo. Hili jambo linawaumiza sana, na marafiki zake Feri ikabidi kumuuliza, imekuwaje, mbona mko karibu sana na Jordan? Binti akasema kwamba wamekubaliana kuwa marafiki tu, mambo mengine yaendelee. Wakiwa wanasubiri kuingia darasani, Raga akamfuata Feri, kamnunulia simu mpya bana. Mwamba kaanza kulegea. Akampa hiyo simu kwa sababu aliona kabisa watu wanaendelea kumuumiza kuhusiana na kusambaza ile video, hivyo akamletea simu mpya na ina namba mpya, na ndani yake akamwambia kwamba tayari amekwisha kuweka namba yake, ndo muhimu. Hivyo akawa amempatia simu na akawa ameondoka hapo. Kwenye chakula Chloe akataka tena shobo na Feri. Yeye hajajua kama binti ashagundua, lakini Feri akakataa kabisa shobo. Sasa muda huo Hema akawa amemtumia ujumbe Chloe, anamwambia kwamba ninajua kwamba wewe ndio umerekodi ile video ya Feri. Chloe hajajua kabisa kama anazungumza na Hema. Binti akawa ametoka hapo kwenda kuonana na huyo mshikaji. Baada ya kufika hapo, binti alikuwa ni mtata nyinyi, kwenye purukushana akawa ametambua kwamba ni Hema ndiye huyu. Hema akamwambia kwamba sio mbaya, wewe kunijua sio mbaya, hilo unatakiwa kujua kwamba nimejua ukweli kwamba wewe ndio ule mkosea Feri, na hivyo unatakiwa kutubu na kuomba radhi kwa watu wote. Binti akamwambia kwamba kwa nini nifanye hivyo? Mshikaji akasema kwamba kama usipofanya hivyo nina ushahidi wote ndio upeleke kwa walimu. Mshikaji akasema kwamba kama huwezi kuomba radhi unaona aibu, hivyo unahitajika kunipatia pesa. Mshikaji akawa ametaja pesa nyingi sana hapa. Binti akawa amekubali atafanya hivyo. Sasa wakati binti anakubali, maana yake ni kwamba akakiri kwamba amefanya kosa hilo la kumrekodi Feri na kumsambaza mtandaoni. Hema akawa amemwambia kwamba okay, asante kwa kukiri. Mshikaji alikuwa na rekodi, yani hapa ni ushahidi juu ya ushahidi. Mpango ulikuwa ni mmoja tu, binti anatakiwa kwenda kutubu kwa mwalimu. Hivyo kweli binti pamoja na Hema wakawa wameenda kwa mwalimu. Binti akawa ametubu kwamba yeye ndo amemchafua Feri. Hema akawa amependekeza kwamba kwa sababu binti Feri amechafuliwa mtandaoni, hivyo ndivyo ambavyo binti huyu anatakiwa kuomba radhi mtandaoni huko, kila mtu apate ujumbe. Mwalimu akawa amekubali sana hili wazo la Hema. Mara moja Hema akawa ameshughulikia hilo zoezi, akamrekodi Chloe kila kitu, na kisha akawa amepublish. Kila mmoja mtandaoni wakawa ameipata hiyo clip ya kwamba Chloe ndiye amehusika kumrekodi Feri, Chloe ndiye amehusika kusambaza video ya Feri. Hivyo binti anaomba radhi kwa watu wote.
haki ikawa sawa. Feri kidogo hili jambo lilikuwa limempunguzia maumivu ndani ya moyo wake, akaanza kufurahi. Hata Raga pia alifurahishwa sana na hii hatua. Sasa binti baada ya hili tukio akaenda moja kwa moja katika kituo cha watoto yatima ambapo alilelewa hapo, akawa amekutana na Miss Ida. Sasa binti sio kwamba kafika hapa kwa sababu hajafika hapa kwa muda mrefu, bali kafika hapa ni kwa sababu anataka kujua tu kwamba binti Feri amechukuliwa na familia ipi. Anataka kupata ushahidi tu, ndicho kilichomleta hapa. Miss Ida akamwambia kwamba Feri amechukuliwa na mtu tajiri sana anaitwa Mr. Joan, ndiye aliamua kumchukua Feri na kwenda kuishi naye, japo Feri bado hajakubali. Sasa binti Chloe akawa ametambua kwamba ndiyo maana Feri yuko karibu sana na wale vijana wanne. Moja kwa moja akaanza kuwafuatilia kina Raga pamoja na Feri, akaenda moja kwa moja mpaka katika familia ya kina Raga. Binti akaamua kuwapiga na picha kabisa baada ya kuwaona wanashuka kwenye gari wakiwa pamoja. Chloe kaipiga hii picha, ana matumizi nayo ya baadaye kwa sababu ana wivu juu ya Feri, hataki kabisa kumuona huyo binti akiishi maisha ya kifahari. Kwa upande wa Jordan, akaenda moja kwa moja kwenye ile kampuni ambayo ilikuwa imeamua kusimamia kazi zake. Baada ya kufika hapo mapokezi, akawa amekutana na mwanamke mmoja, akawa amemuuliza kuhusiana na meneja wake. Huyo mwanamke akaeleza kwamba huyo mtu anatafutwa sana na polisi kwa sababu ni mdanganyifu, yani kwa ufupi huyo jamaa ni tapeli, ametapeli sana wasanii wadogo, akiwahamasisha kwamba atawafanya kuwa wasanii wakubwa. Jordan baada ya kusikia hivyo akawa amegundua kwamba amepigwa pesa na ni pesa nyingi mno. Jordan akawa ameumia, akawa amempigia Feri akamweleza yote aliyomkuta. Feri akasema kwamba unapaswa kwenda kuzungumza na baba yako kuhusiana na hili jambo, kwa sababu baba yako ni mwanasheria, anaweza kukusaidia kwenye hili jambo, usimwonee haya. Jordan alipofika nyumbani akawa ameufanyia kazi ushauri wa Feri, akaenda kuonana na mzee wake na akawa amemwambia kila kitu kuhusiana na yeye kuibiwa pesa. Mzee akawa amemind kinoma kwa sababu ametumia gharama kubwa sana kumsomesha huyu kijana na sio kufanya mambo ya mziki. Jordan akawa amekasirika sana baada ya kusikia hivyo, akamwambia kwamba kwa nini ndoto zangu kila mara wewe kwako zinaonekana kama utani? Ingekuwa Raga amekutwa na hii hali lazima ungemsaidia kikamilifu, lakini sio mimi. Jamaa anaonyesha kwamba huyu mzee ana mapendeleo sana kwenye malezi, anampendelea sana Raga kuliko yeye. Jordan akawa ametoka hapo. Sasa wakati anatoka, Raga alikuwa amesikia kila kitu, hivyo akawa amemfuata kwenda kuzungumza na Jordan. Akamwambia kwamba samahani, sikuweza kufikiria kwamba unahisi kwamba baba ananipenda zaidi mimi kuliko wewe, lakini usijali, mimi nakuunga mkono sana wewe kwenye kila kitu. Jordan akasema hili sio kosa lako, mimi sina hasira na wewe wala hujanikosea, hivyo utakiwi kuniomba msamaha. Raga akasema kwamba usione kama uko peke yako, mimi na Viro, Helga bado tuko upande wako, tutakusapoti kwenye kila namna. Feri baada ya kutoka hapo kaenda kuzungumza na mzee Joan, akawa amemwomba msamaha kwa kuingilia mazungumzo. Akamwambia kwamba Jordan anapenda sana mziki, yaani mziki ndio jambo lake lililo la muhimu sana kuliko kitu chochote. Mzee akawa amemsikiliza sana huyo binti na akawa amemwahidi ataenda kulifanyia kazi. Mr. Joan kweli baada ya kufikiria akaenda moja kwa moja kuonana na mtoto wake Jordan kwenye chumba chake. Baada ya kuingia kwenye hicho chumba, hajaingia kwa muda mrefu, akakuta kwamba Jordan alikuwa amewekeza kweli kwenye mziki. Mzee akasema kwamba anajivunia sana Jordan. Mzee akawa amemtia sana moyo kijana na akawa amemwomba radhi kwa kile kilichotokea na akampa moyo, akamwambia kwamba kwa sasa atamsapoti kwenye kila kitu. Ugomvi baina ya Mr. Joan pamoja na kijana wake Jordan uko umeisha hivyo. Sasa upande wa Feri alipofika shuleni kesho yake akashangaa mbona kila mtu anamshangaa yeye, kila mtu anamrekodi. Binti kwenye kutazama hapa akawa ameona kuna picha ambayo inamuonesha yeye akiwa na vijana wote na kuna ujumbe umeandikwa kwamba Feri ni mtoto haramu wa familia ya Winston, ndiyo sababu anaishi kwao. Feri akawa ameshangaa sana. Hili jambo pia lilikuwa limezua ugomvi mkubwa sana baina ya ndugu, wakaanza kuona kwamba hii yawezekana ikawa ni kweli, ndiyo maana baba yao anapambana sana Feri ili awe miongoni mwa familia yao. Wanaamini kwamba Feri ni mtoto wa nje ya ndoa wa huyu mzee, ndiyo maana mzee anapambania amwingize kwenye familia yao. Raga akafukuza wengine wote waondoke hapo, akaanza kumuuliza Feri, haya yanayoandikwa hapa ni ya ukweli? Sasa kila mmoja anamuuliza swali hilo hilo. Binti kabidi kuwauliza, hivi nyinyi mna akili kweli? Mnaamini kilichoandikwa hapa kina ukweli wote? Feri akawa ameshangaa sana, wote wamekaa kimya kwa sababu wote pia hawana majibu. Feri akawa ameondoka hapo. Hili jambo halikuwa linamwharibia Feri tu, lilikuwa linatia doa kali sana kwenye kazi ya Mr. Joan, yani mzee wa hao vijana. Hili jambo limemchafulia sifa kwa sababu kazi yake inahitaji sifa iliyo njema kwenye jamii. Hii inaweza ikamletea dosari kubwa sana kwake, hata kwa binti Feri mwenyewe inaweza kamtia matatizoni. Na mara moja mzee alichokiwaza alikuwa sahihi. Kuna mtu mmoja akawa ametumiwa picha ya Feri na kinachoendelea, na mara moja huyu mshikaji baada ya kupokea hiyo picha akawa ameenda moja kwa moja katika kituo cha kulelea watoto yatima, ambako Feri pia siku hiyo baada ya kuwa ameumia moyo akawa amerudi huku. Mshikaji baada ya kufika hapo akawa amejitambulisha kwamba anaitwa Andrea Gernard, akasema kwamba yeye ni baba halisi wa Feri. Hili jambo lilikuwa limewacha midomo wazi hao wote. Sasa nini kitatokea hapo mbele? Tukutane katika sehemu ya mwisho, tumalizane na hiki kigongo, ni cha moto mno. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Karibu.